Zaidi ya shilingi bilioni 1.1 zinatarajiwa kutumika katika ujenzi wa barabara ya kuanzia kona ya Bwiru hadi Kilimahewa Big Bite yenye urefu wa kilomita 0.94 kwa kiwango cha lami, hatua itakayomaliza kero ya muda mrefu ya vumbi na magonjwa kwa wakazi wa maeneo hayo. Ujenzi wa barabara hiyo unatarajiwa kuanza mara baada ya upatikanaji wa fedha hizo, huku ikiwa tayari imeshafanywa usanifu katika bajeti ya mwaka wa fedha 2025-2026. Hayo yamesemwa na meneja wa wakala wa barabara za mijini na vijijini TARURA wilaya ya Ilemela, Mhandisi Sobe Makonyo, wakati akijibu maswali ya madiwani kwenye mkutano wa baraza la madiwani wa halmashauri ya Ilemela uliolenga kupokea na kujadili taarifa za utekelezaji za robo ya 4 kwa kipindi cha Aprili hadi Juni 2025-2026, ambapo amesema barabara hiyo ni miongoni mwa barabara zilizopangiwa kujengwa kwa lami kupitia ahadi ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. Barabara nyingine zilizopo kwenye mpango huo ni pamoja na barabara ya Kahama, Isela, Masemele, Pasiansi, Lumala na Kiseke. Mhandisi Makonyo amefafanua kuwa TARURA kwa niaba ya serikali inaahidi kwamba fedha hizo zitakapopatikana, mradi huo utaingizwa mara moja kwenye mpango wa utekelezaji ambao utahusisha pia usimikaji wa taa za barabarani. Ni lini barabara kuanzia kona Bwiru hadi Kilimahewa Big Bite itajengwa kwa kiwango cha lami ili kupunguza adha kwa wananchi wa maeneo hayo ambao kwa muda mrefu wamekuwa wakisumbuliwa na mafua na kikohozi kutokana na vumbi. Mheshimiwa Mwenyekiti, barabara hii inafahamika kwa jina la Big Bite na ina urefu wa kilomita 0.94 na barabara hii ya Big Bite ni miongoni mwa barabara zilizopangiwa kujengwa kwa kiwango cha lami kupitia ahadi ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, zikiwemo barabara za Kahama, Isela, Masemele, Pasiansi, Lumala, Kiseke, Mwika. Aidha, barabara hii imeshafanywa usanifu tangu mwaka jana, yani 2025, na inasubiriwa upatikanaji wa fedha kwa ajili ya utekelezaji ambayo inakadiriwa shilingi bilioni 1.1 ili barabara hii iweze kujengwa. Hivyo TARURA kwa niaba ya serikali ni kwamba pale ambapo fedha itakapopatikana kiasi cha bilioni 1.1, barabara hii itaweza kuingizwa kwenye mpango wa kujengwa, ikiwa ni pamoja na ufungaji wa taa kwenye barabara hii. Swali la pili, ni lini barabara ya Mwaroni Kigoto ambayo kingo zake zimemezwa na maji ya Ziwa Victoria itafanyiwa ukarabati? Mheshimiwa Mwenyekiti, nitoe tu taarifa kidogo, ni kwamba barabara hii ya Mwaroni Kigoto ni miongoni mwa barabara inayopita pembezoni mwa Ziwa Victoria, na kiuhalisia kweli kingo zake huaga zinaharibiwa sana na maji mengi kutokana na ziwa hiyo. Lakini kwa mwaka wa fedha 2023 kiasi cha urefu wa mita 123 ziliweza kujengwa kwa kuwekewa kingo, yani gabioni, na kiasi kilichobaki ni mita 120, ambapo kipaumbele chetu ni kuhakikisha kwamba hicho kipande ambacho kinaenda Kigoto, ambapo pia watumishi wenzetu wa maaskari polisi wanaishi huko, tutakiweka kwenye mpango wa bajeti ya 2027-2028 ili tuweze kukamilisha hiki kipande cha mita 120 zilizobaki. Na ukilinganisha kwamba tayari bajeti ya 26-27 imeshaingia kwenye utekelezaji, hivyo kipande hiki tutakiweka kwenye bajeti ya 27-28. Mheshimiwa Mwenyekiti, swali la tatu, ni lini barabara Meko Kangai itaanza kuwekewa zege kwa kipande kinachohusika? Barabara ya Meko Kangai imeanza kutekelezwa mwishoni mwa mwezi Mei 2026 kwa mkandarasi kujenga mitaro, kujenga makaravati na kuweka changarawe kwa barabara yote kilomita 2.5 hadi pale chuo cha CB kilipo, na kujaza mashimo kwa changarawe katika barabara yote. Hatua inayofuata ni ukarabati wa mitaro iliyopo na kuweka tabaka la zege kwenye kipande korofi chenye jumla ya mita za urefu 400. Kazi hizi zote zitafanyika na kukamilika kabla ya ukomo wa muda wa mkataba, yani tarehe 11 Novemba 2026. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.